uboreshaji wa daftari la kudumu kwa wapiga kura limefanyika kuanzia tarehe 13 mpaka 19 mwezi Februari 2025, na kwa awamu ya kwanza vituo 132 vilitumika katika uboreshaji wa daftari. Mheshimiwa Rais, Halmashauri ya Mji Kibaha imeendelea kuhamasisha mikutano katika maendeleo ya kata, mikutano ya viongozi vya siasa, mabango kwa wazee maarufu, viongozi wa dini na mitandao ya kijamii ili kufanikisha uchaguzi unakuwa wa huru, wa haki, usawa na kuzingatia misingi ya kidemokrasia. Mheshimiwa Rais, katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa fedha za mapato ya ndani, halmashauri imefanikiwa na imeendelea kusimamia mapato ya ndani na imetoa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 4,776,528,132 na senti 17. Mheshimiwa Rais, katika kuhakikisha utambuzi, udhibiti na endelevu wa matumizi ya maeneo ya wazi, halmashauri imeweza kutoa eneo lenye mita za mraba 19,000 kwa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani. Hata hivyo, halmashauri imeweza kutenga eneo la michezo lenye ukubwa wa mita za mraba 126,101 na likiwa lina hati kwa matumizi ya kujenga uwanja wa michezo. Mheshimiwa Rais, katika uhifadhi wa mazingira, utumiaji wa nishati na salama, halmashauri imeweza kutoa mafunzo kwa mamalishe 472, waendesha pikipiki 400 na bajaji 95. Hata hivyo, katika kutimiza lengo la upandaji miti, halmashauri imeweza kufikia 73% ya lengo, ambapo imepanda miti milioni 1,100,430. Mheshimiwa Rais, katika suala la usafi na utimizi wa masoko, halmashauri imeweza kusimamia masoko yake yote katika usafi na kuhakikisha takataka zote zinazokusanywa zinafikishwa katika eneo lililotengwa, yani dampo lililopo kata ya Misugusugu. Mheshimiwa Rais, katika kuhakikisha ukatili na unyanyasaji wa kijamii unafanyika, halmashauri imeweza kutoa elimu ya ukatili katika ngazi za jamii, vituo, huduma za afya na mashuleni. Katika sekta ya biashara, Mheshimiwa Rais, kwa mwaka 24-25 mpaka sasa, halmashauri ya Mji Kibaha imeweza kutoa leseni za biashara 7,820, ambapo hii ni ongezeko kubwa la wafanyabiashara na linaleta ongezeko kwamba wafanyabiashara wanaongezeka na wanafanya biashara. Mheshimiwa Rais, katika sekta ya kilimo na mifugo, halmashauri imeweza kutambua wakulima 3,078 kwa kuwasajili na imeweza kuhakikisha na wafikishia pembejeo na zana zote za kilimo, lakini pia imeweza kutoa na elimu kwa wafugaji na kuhakikisha inasimamia ufugaji wa ndani, yani zero grazing. Mheshimiwa Rais, katika ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kutumia mfumo, halmashauri imeweza kusimamia vizuri na imeweza kufanya vizuri katika mwaka huu wa 24-25, kwani mapato yake mengi yameweza kukusanywa kwa kupitia mifumo na hivi sasa tunapozungumza imefikia 157% ya mapato yake katika makusanyo. Mheshimiwa Rais, katika kuhakikisha sekta ya maendeleo ya jamii, halmashauri katika mwaka wa 24-25 imeweza kutenga kiasi cha shilingi milioni 673,800 katika kuhakikisha inatoa mikopo ya 10% kwa vijana, walemavu na wanawake. Lakini hata hivyo, pesa hii yote ilishatengwa kwa 100% na mpaka sasa jumla ya mikopo ya kiasi cha shilingi milioni 322,000 imeshakopeshwa. Mheshimiwa Rais, katika ukamilishaji na uendelevu wa miradi ya Mwenge wa Uhuru, halmashauri katika mwaka 2023 Mwenge wa Uhuru ulikimbizwa katika tarehe 18 Mei
na ulipita jumla ya miradi 12 yenye thamani ya shilingi bilioni 3,600,000 na laki 4. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka 2024/25 Mwenge wa Uhuru ulikimbizwa tarehe 2 Mei na ulipitia jumla ya miradi 15 yenye thamani ya shilingi bilioni 3. Katika utekelezaji wa jumbe, Mheshimiwa Rais, halmashauri ya mji Kibaha imeweza kusimamia jumbe za kudumu wa Mwenge wa Uhuru katika maeneo yote kama tutakavyokwenda kuyaona. Tumeweza kusimamia katika mapambano dhidi ya rushwa, ambapo halmashauri imeendelea kutekeleza ujumbe wa kudumu wa Mwenge wa Uhuru 2025 unaosema zuia rushwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Mheshimiwa Rais, katika upande wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya, mapambano dhidi ya dawa za kulevya ni ujumbe wake wa kudumu wa Mwenge wa Uhuru chini ya kauli mbiu inayosema kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Kwa kutumia jeshi la polisi tumeweza kukamata wasafirishaji wa dawa za kulevya na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Mheshimiwa Rais, katika utekelezaji wa ujumbe wa kudumu wa malaria chini ya kauli mbiu isemayo zero malaria inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote, kwa kushirikiana na wadau, jumla ya lita 3,100 za dawa za viuadudu zimenyunyiziwa mara 5 kwa mwaka 2024/25 kwa mabwawa ya kudumu 31 yenye viwango vikubwa vya mazalia ya mbu. Mheshimiwa Rais, katika mapambano dhidi ya VVU ukimwi. Mheshimiwa Rais, mapambano dhidi ya ukimwi na ujumbe wako wa kudumu unaochina kauli mbiu unaosema chagua njia sahihi, tokomeza ukimwi. Elimu imeendelea kutolewa juu ya kujikinga na maradhi ya VVU na athari zake kupitia mikutano ya kijamii, mashuleni, mahala pa kazi, mahala pa ujenzi na pia katika vituo vya afya. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza ujumbe wa mapambano dhidi ya lishe wenye kauli mbiu usemayo mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Kwa mwaka 2024 hali ya lishe imeendelea kuimarika, ambapo udumavu wa watoto chini ya miaka 5 ni 0.2, ukondefu ni 0.5 na uzito pungufu ni 0.8, ambapo mwaka 2023 udumavu ulikuwa 0.3 na ukondefu 0.6. Takwimu hizi ni chini ya kiwango cha kitaifa cha 30% ya udumavu, 3.3 ukondefu na 12.1 uzito pungufu. Aidha, halmashauri imeshika nafasi ya kwanza kimkoa na nafasi ya 5 kitaifa katika tathmini ya mwisho ya utekelezaji wa mkataba wa lishe. Mheshimiwa Rais, katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya wananchi 2025 Mwenge wa Uhuru umepitia jumla ya miradi 10 yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 594, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 3 kati ya fedha hizo shilingi bilioni 281 na 479 na senti 32 ni mapato ya ndani. Mheshimiwa Rais, kiasi cha shilingi bilioni 1 milioni 400 zilikuwa ni pesa kutoka serikali kuu. Katika michango ya Mwenge wa Uhuru, Mheshimiwa Rais, jumla ya shilingi milioni 125,665 zimekusanywa, ambapo halmashauri imechangia kiasi cha shilingi milioni 121 na laki 1.5 na wadau wamechangia kiasi cha shilingi milioni 3,955,665 pamoja na ng'ombe 10. Aidha, kiasi cha shilingi milioni 21
1,500,000 kimetolewa kwa ajili ya ununuzi wa mitungi ya gesi 550, mikubwa 50 na midogo 500 kwa ajili ya wajasiriamali kwa ajili ya kuhamasisha matumizi sahihi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa elimu msingi, halmashauri inaendelea na ujenzi wa miundombinu ambapo mpaka kufikia sasa kwa upande wa elimu msingi $1,303,590 na senti 10 fedha za mapato ya ndani zimeweza kutengwa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya shule. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa serikali, kwa upande wa elimu ya sekondari, shilingi $1,828,974 kutoka serikali kuu iliweza kupokelewa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya sekondari. Zaidi ya kaya 4,720 na kuziunganisha na huduma ya maji. Mpaka sasa huduma ya maji imetolewa kwenye kaya zaidi ya 64,562 na wastani wa masaa 22 kwa siku. Hali ya upatikanaji wa maji imefikia 88%. Mheshimiwa Rais, kwa kuhitimisha, sisi wananchi wa halmashauri ya mji Kibaha tunaahidi kuendeleza mshikamano na umoja wa kitaifa na kushiriki kikamilifu katika kutekeleza ujumbe wa Mwenge wa Uhuru ambao unahusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Ni sisi wananchi wa halmashauri ya mji Kibaha. Mwenge wa Uhuru oye! Mimi Nixon Simon John, mkuu wa wilaya ya Kibaha, ninakukabidhi risala ya utii ya wananchi wa wilaya ya Kibaha mji wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakuomba sana umfikishie. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Nixon Simon, mkuu wa wilaya ya Kibaha, mimi Ismail Aliusi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2025, nakiri kupokea risala hii ya utii ya wananchi wa halmashauri ya Kibaha kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuahidi nitaifikisha risala hii ya utii ya wananchi wa halmashauri ya Kibaha kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama nilivyoipokea. Mwenyezi Mungu anisaidie. Makofi mengi sasa na vigelegele. Mwenge wa Uhuru oye! Kiongozi amekwisha kiri kupokea risala na kuahidi kuifikisha kwa Mheshimiwa Rais. Kibaha, Mwenge wa Uhuru oye!